Mtazamaji wa Trend TV bwana, bado mambo ni mengi kweli kweli, na this time around bwana, niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kile ambacho kimetokea kumhusu Rayvanny Vanny Boy. Kama unavyofahamu ni kwamba Rayvanny bwana ni mmoja kati ya wasanii ambao wamefanya mambo mengi sana mazito, ukizingatia kwamba naye pia ni miongoni mwa wasanii ambao wamejitoa katika record label kubwa kabisa hapa Tanzania. Nazungumzia record label ya WCB Wasafi, ambapo alikuwa anafanya kazi hapo kwa muda mrefu, umeona bwana. Lakini at the end of the day ni kwamba Rayvanny bwana ikabidi ajitoe hapo, kwa sababu inavyoonekana, kama unavyoelewa, kwamba wasanii wengi sana wakiwa chini ya msanii mwingine inakuwa ni ngumu sana kwao kushine, umeona bwana. Kwa hiyo Rayvanny akaamua ajitoe pale WCB na akalipishwa faini ya takriban bilioni 1.2, ambapo kwa mujibu wa Rayvanny mwenyewe amedai kwamba tayari hiyo fedha aliilipa na sasa hivi yuko huru. Lakini kutoka kwake WCB sio chanzo cha uhasama, ugomvi kati yake yeye na uongozi au timu nzima ya WCB au na mashabiki wa WCB. Ni kwamba Rayvanny ameamua kudumisha amani na uhuru kati yake yeye na wasanii wa WCB, na ndio maana tumeona japokuwa alikuwa ametoka, lakini still akawa anapata collab kutoka kwake Diamond Platnumz. Sasa Rayvanny bwana, hivi karibuni kuna hizi messages au comment ambazo zimesambaa sana mitandaoni, ambapo zimemuonyesha Rayvanny akiwa amekasirika kidogo kutokana na baadhi ya watangazaji wa kutoka katika moja kati ya media maarufu hapa Tanzania, nazungumzia Crown FM. Kuna bidada pale bwana ambaye yeye pia huaga anafanyaga recap au huaga anafanya uchambuzi kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea katika mitandao ya kijamii, hususan sana sana kwenye upande wa entertainment industry. Sasa ukizingatia ni kwamba Vanny Boy bwana, huku ndipo sehemu yake akiwa kama msanii. Sasa jambo ambalo limetokea ni kwamba wakati bidada huyu bwana anatoa opinion au anatoa mawazo yake kuhusiana na issue ya Rayvanny kwa mwaka uliopita, ikiwa ukizingatia kwamba ilikuwa hii ndo tunafungua mwaka, kwa hiyo siku kadhaa zilizopita hapo bwana, ilikuwa ni mwaka jana. Sasa watu na media pamoja na waandishi wa habari mbalimbali wamekuwa wakifanya recap kuonyesha kwamba je, kwa mwaka uliopita 2025 ni msanii gani ambaye amefanya poa zaidi. Na kama unavyoelewa kwamba bwana, wasanii wetu wa hapa Tanzania bwana wamejitahidi kiukweli, wametoa ngoma kali. Sasa hapa bwana, kuna bidada hapa ambaye anafahamika kuna bidada hapa bwana anafahamika kwa jina la huyu ni mtangazaji wa Crown FM huyu. Huyu bidada bwana ametoa maoni yake akidai kwamba kwa mwaka uliopita Rayvanny hajafanya mambo yoyote yale makubwa ya kushtua watu. Bidada huyu bwana amekazia kabisa akidai kwamba bwana, kwa kawaida unaweza ukamchanganya Rayvanny pamoja na Jay Melody, wote hawa wamkuti Harmonize. Sasa kutokana na haya maneno ni kwamba Rayvanny amejisikia offended, amejisikia vibaya, hajapendezwa na hizi comment za huyu bidada mtangazaji wa Crown, ambapo bwana moja kwa moja ikabidi Rayvanny aende aka comment katika hiyo video, kwa sababu kama unaelewa vizuri bwana ni kwamba Rayvanny bwana mpaka ameenda kucomment sehemu ujue kabisa kwamba maji yamefika shingoni. Kwa hiyo Rayvanny bwana ameenda kucomment katika page ya huyu bidada, kwa sababu hicho kipindi cha recap ambao alikuwa anamzungumzia mpaka Rayvanny kusema kwamba hajafanya vizuri kwa mwaka uliopita, na pia vile vile amedai kwamba unaweza kumchanganya Jay Melody pamoja na Rayvanny, wote hawa wamgusi Harmonize kwa uwezo. Sasa baada ya hayo yote kuhappen bwana, Rayvanny amekasirishwa na comment za huyu dada au na maoni ya huyu bidada, na moja kwa moja akaenda kucomment katika page ya huyu dada, na maneno ambayo ameenda kuya comment bwana, kwa namna moja au nyingine sio mazuri, kwa sababu comment ya kwanza kabisa Rayvanny bwana ameanza kwanza kumsema vibaya huyu dada kuhusiana na muonekano wake, akiwa anadai kwamba domo baya, halafu akaka emoji hapo 3 za kucheka. Lakini baada ya kuandika domo baya na kuweka emoji za kucheka, huyu bidada anaitwa Blessed Tila huko Instagram akaendelea tena kucomment Rayvanny katika page ya huyu bidada, akiwa ameandika kwamba bwana, ukikuwa utajua I'm the F icon MER, yani kama vile hapa ni matusi ya Kiingereza, siwezi kuyasoma, lakini ndo hivyo kwamba Rayvanny bwana amemtukana huyu binti na amemsema vibaya kwamba ana mdomo mkubwa.
na yote hayo ni kutokana tu na maoni ambayo mrembo huyu ameyafanya, au kutokana tu na yeye kusema kwamba Rayvanny kwa mwaka uliopita hajafanya chochote kikubwa, na pia vile vile Rayvanny ukimchanganya na Diamond na Jay Melody hawamgusi Harmonize. Sasa hii bwana bidada yeye ni kwamba ameiacha mpaka sasa hivi hiyo comment ipo katika ukurasa wake wa Instagram, lakini kwa upande wa Vanny Boy bwana yeye ameishadondosha madongo, amemove on. Sasa page mbalimbali bwana zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa bwana kuna page hapa imekuja imeandika kwamba alichojibu Rayvanny baada ya kuambiwa kwamba kapoteana mwaka 2025 ni sahihi. Hii nahisi kwamba mpaka Rayvanny amekasirika kuona kwamba hawa waandishi wa habari wakiwa wanamsema kwamba kwa mwaka uliopita hakuna chochote kikubwa alichokifanya, ukizingatia kwamba ametoa ngoma kama vile Mama Tetema remix kwa mara nyingine na msanii kutoka India, mpaka kanunua Rolls Royce. Hayo ni mambo makubwa ambayo ameyafanya. Kwa hiyo kitendo cha Rayvanny kutokupewa ile recognition yake ambayo yeye anaona kwamba anastahili ndio imepelekea mpaka kumind na kwenda kucomment matusi katika page ya huyu dada ambaye alikuwa anamkosoa. Kuna page hapa imeandika bwana, baada ya mtangazaji Tila kutoka Crown FM kusema kwa mwaka 2025 msanii Rayvanny amepoteana, yani hakuna kitu ambacho amefanya kwenye mziki. Msanii Rayvanny amevunja ukimya na kumjibu, ila hapo sasa kwenye domo kulikuwa na ulazima gani wa Rayvanny kumsema huyu binti kwamba ana mdomo mbaya? Kwa hicho ambacho kimetokea bwana ni kwamba wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu anasema kwamba bwana Rayvanny yuko sahihi kabisa, huyu dada ana mdomo kama beseni. Kwa mtu anasema bwana mpelekeni mabusu yangu huyo dada. Kwa mtu anasema bwana yuko sahihi, ni kweli huyu dada ana mdomo mbaya. Hapo kuna mashabiki wamekuja kumsupport Rayvanny alichokizungumza aliposema kwamba huyu binti yuko na mdomo mbaya. Kuna mashabiki hapo wamekuja kucomment kwamba kweli binti ana mdomo mbaya. Lakini pia vile vile cha kushangaza ni kwamba mashabiki wengine wa Rayvanny bwana wameanza kumtukana huyu bidada kwa kosa hilo hilo la yeye tu kusema hayo aliyoyasema kuhusiana na Rayvanny, akidai kwamba Rayvanny kwa mwaka 2025 hakuna yoyote yale makubwa ambayo ameyafanya, jambo ambalo limemkera Rayvanny mwenyewe. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.